Wengi watu wanaungamanishwa na madhabahu za koo zao, wanatembea kwenye matatizo, shida, dhiki na matatizo katika maisha yao ni kwa kupitia marafiki. Watu wa Mungu, sisi kama kanisa, kwa makini sana na marafiki. Amina. Wengi sana dunia hii maisha yao yameharibika ni kwa sababu ya rafiki. Yupo rafiki ambaye anaweza kukujenga, yupo rafiki atakaye kubomoa. Lakini 99% katika jamii tunaoishi karne ya 21, marafiki ni mwiba. Kwa nini marafiki ni mwiba? Unaweza ukaunganishwa na nguvu za giza kwa kupitia rafiki. Unaweza ukaungamanishwa na nguvu za giza kwa kupitia rafiki yako. Kwa namna gani tunajadili nguvu za giza? Nguvu za giza ni roho ya uharibifu. Wengi leo hii wamelia, biashara wameharibiwa na marafiki zao. Wengi leo wameliwa, ndoa zimeharibiwa na marafiki. Wengi leo wamelia, ajira. Mtu alikuwa na rafiki, kamwendea kwa mganga, umepoteza ajira. Hata viongozi wetu, angalia huko kwa livyo sasa hivi. Kuna watu wanajipendekeza, wanahitaji ajira. Manake uchawi na uganga umezidi kuliko kanisa. Kwa hata we kiongozi uliopo kwenye taifa ambao umepata neema ya kuongoza hao wananchi, angalia aina ya rafiki ambao uko naye. Amina. Lakini ninachotaka kusema zaidi, unapookoka kuna watu wengine unapaswa kuachana nao. Unapofanyaje? Unapookoka. Mimi kama mtume niliyetumwa kwa ajili ya kukuokoa, amenena si mie, ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Amesema nikwambie, unapopokea neema ya uokovu, kuzaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika na Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo wa urejeo, angalia aina ya marafiki.